Sikiliza muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Songwe ametoa maagizo maalum kwa wazazi shule zinapofungua. Wataalamu wa masuala ya ndoa wamezungumzia mambo muhimu yanayochangia kudumu kwa ndoa. Kimataifa, kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani ameshutumu matumizi ya nguvu za kijeshi kama njia ya kufikia demokrasia. Na katika habari za michezo, Yanga imejiunga rasmi na Azam FC kucheza fainali za kuwania kombe la mapinduzi ya Zanzibar. Habari kamili. Jina langu ni Pili Mwangosi na tunaanza na habari za kitaifa. Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabiri Omari Makame, amewataka wazazi na walezi wote kuhakikisha wanawapeleka watoto wote wanaostahili shuleni bila kikwazo chochote ifikapo Januari 13 mwaka huu. Siku ya Januari 13 ambayo ni Jumanne ijayo ndio siku ambayo shule zote zitaanza muhula mpya wa masomo. Mheshimiwa Makame amesisitiza kuwa elimu ni haki ya msingi kwa kila mtoto na serikali inaendelea kutoa elimu bila malipo ili kuhakikisha watoto wote wa Tanzania wanapata fursa sawa ya kujifunza. Aidha, Mheshimiwa Makame amewataka viongozi wote wa mkoa kuanzia ngazi ya wilaya, kata hadi vijiji na vitongoji kuwajibika kikamilifu kusimamia utekelezaji wa agizo hilo, ikiwemo kufanya ufuatiliaji wa karibu ili kubaini watoto wote wanaotakiwa kwenda shule na kuhakikisha wanaripoti kwa wakati. Amesema uzembe au kushindwa kutekeleza wajibu huo hautavumiliwa na kwamba usimamizi madhubuti wa viongozi pamoja na ushirikiano wa wazazi na jamii kwa ujumla ni nguzo muhimu katika kufanikisha lengo la serikali la elimu kwa kila mtoto. Geita. Mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita, Mheshimiwa Grace Kingalame, ameagiza maofisa elimu kata kusimamia ubora wa madarasa ya awali ili kujenga mazingira rafiki kwa watoto kujifunza. Mheshimiwa Grace ametoa maagizo hayo wakati wa ziara maalum ya kukagua miundombinu ya elimu kuelekea kuanza kwa mwaka mpya wa masomo 2026. Amesema shule zinapaswa kuzingatia mwongozo wa sera ya elimu na uelekeza madarasa yote ya wanafunzi wa awali kuwa na miundombinu bora inayoakisi mafundisho kulingana na umri wao. Wakati huo huo, walimu wakuu wa shule za msingi mkoani Mtwara wameagizwa kuwapokea wanafunzi wote watakaoripoti bila kuweka pingamizi la aina yoyote. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Patrick Sawala, ametoa maagizo hayo Januari 9 wakati akifungua kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa RCC. Sawala amewataka walimu wakuu wa shule za msingi kuepuka kudai michango isiyokuwa na mwongozo, huku akisisitiza wanafunzi wote kupokelewa na kuendelea na masomo. Songwe. Mwanafunzi wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT kampasi ya Songwe, Nestori Nyagaza, ametangazwa rasmi kuwa mwanafunzi bora wa mwaka kushinda wanafunzi wengine wa stashahada ya ufundi ujenzi kampasi 3 za taasisi hiyo. Mkurugenzi wa DIT nchini, Profesa Prexedi Sindomba, amesema hayo wakati wa mahafali ya 19 ya duru ya 3 kwa mwaka 2025 yaliyofanyika Januari 8 mwaka huu. Profesa Ndomba amesema mwanafunzi huyo amewashinda wanafunzi wengine wa kampasi za Dar es Salaam na Mwanza, jambo ambalo ni kubwa. Akizungumza kwenye mahafali hayo, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Daniel Mushi, amewapongeza watumishi wote wa DIT kwa kuendelea kuisimamia vizuri taasisi yao. Mushi amesema serikali itaendelea kuboresha utendaji wa taasisi hiyo ili iweze kutoa elimu bora inayohitajika katika masoko ya kazi za ufundi na teknolojia. Tanga. Wataalamu wa masuala ya ndoa wamezungumzia mambo muhimu yanayochangia kudumu kwa ndoa ndani ya nyumba.
Wamesema msingi wa maisha ya ndoa ni upendo ambao kauli mbiu yake ni huruma na maelewano. Wataalamu hao wameliambia gazeti la kila siku nchini kwamba maisha ya ndoa sio tu kuizuia nafsi na tamaa ya mwili, bali ni upendo wa kumpenda mwenza tangu mwanzo hadi uzeeni. Wamesema wanaoana lazima wafikirie upendo wa kudumu katika maisha ya mbele zaidi na kushirikiana katika kujenga na kukuza upendo huo. Wamesisitiza kwamba ndoa sio mambo ya starehe pekee, bali ndoa inakuwa na hisia za kubadilishana mawazo yaliyoundwa na uhusiano wa karibu na upendo wa kina kwa pande zote. Wameshauri wanaume na wanawake waliooana waishi kwa karibu na kushirikiana katika kazi zote za nyumbani kwa hali na mali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Vwawa FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Vatican. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, ameshutumu matumizi ya nguvu za kijeshi kama njia ya kufikia malengo ya kidiplomasia. Ametoa shutuma hizo mbele ya mabalozi 184 walioidhinishwa na Vatican kupitia hotuba kali ya kila mwaka ya sera za kigeni siku ya jana, ambapo pia ametoa wito wa kulinda haki za binadamu nchini Venezuela. Papa Leo wa 14 amesema udhaifu wa mashirika ya kimataifa katika kukabiliana na migogoro ya kimataifa umekuwa sababu inayotia wasiwasi. Amesema diplomasia inayokuza mazungumzo na kutafuta makubaliano miongoni mwa pande zote inabadilishwa na diplomasia inayotegemea nguvu. Akizungumzia tukio la rais wa Marekani Donald Trump kuagiza kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Papa ametoa wito kwa serikali za dunia kuheshimu matakwa ya watu wa Venezuela katika siku zijazo. Na katika habari za michezo, timu ya Yanga Sports Club siku wa kuamkia leo imefanikiwa kutinga kwenye fainali za kuwania kombe la mapinduzi ya Zanzibar baada ya kuitandika timu ya Singida Black Stars bao 1-0. Mchezo huo umechezwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Kwa hatua hiyo, Yanga sasa itakutana kwenye fainali na timu ya Azam FC siku ya Januari 13. Azam imetinga hatua hiyo juzi baada ya kuichapa timu ya Simba bao 1-0. Mchezo wa fainali za kombe la mapinduzi utachezwa kisiwani Pemba siku ya Januari 13 baada ya maadhimisho ya siku ya mapinduzi ya Zanzibar kufanyika Januari 12. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Songwe ametoa maagizo maalum kwa wazazi shule zinapofungua. Wataalamu wa masuala ya ndoa wamezungumzia mambo muhimu yanayochangia kudumu kwa ndoa. Kimataifa, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani ameshutumu matumizi ya nguvu za kijeshi kama njia ya kufikia demokrasia. Na katika habari za michezo, Yanga imejiunga rasmi na Azam FC kucheza fainali za kuwania kombe la mapinduzi ya Zanzibar. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Vwawa FM Radio. Usikose kuungana nasi saa 1 kamili kesho asubuhi kwa taarifa nyingine ya habari.